Ukiwa na ule uelewa ya kwamba uchawi hupo na hata leo hii watu wanarogwa, nataka hata sasa niingie kwenye topic yangu kirasmi, ambao leo hii nitafundisha kuhusiana na uchawi wa kufanywa kuwa msukule. Na hapa kuna aina tofauti ya misukule. Nitafundisha vitu vyote utavielewa, na ningependa unisikilize kwa umakini sana. Ningependa kwanza niombe kabla ya vyote, ili Mungu atangulie na anipe ufunuo na anisaidie ili kufundisha kwa namna ile ambayo na wewe utapata kuelewa. Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, ni asante kwa sababu ya hii topic ambayo nimeanzisha siku ya leo kuhusiana na aina tofauti za uchawi. Sifundishi kuhusiana na uchawi ili kwamba watu wao wachawi, lakini ningependa waujue ukweli, na hiyo ukweli ikapate kuwaweka huru. Na kuomba rehema zako Bwana, na kuomba ukapate kunipa uwezo wa kufundisha hao watu wakapate kuelewa. Nitumie kama chombo ili kuufikisha ujumbe wako. Baba Mungu wa mbinguni, wasaidie watu hao wanaonisikiliza ili wakapate kukuelewa, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, ninaomba hata na kuamini. Amen. Basi nataka nifundishe kuhusiana na uchawi wa kufanya kuwa msukule. Kwanza, msukule ni nini? Msukule ni lugha ya Kitanzania ambao nimeiba ile neno kwa Watanzania ili kwamba niilete hapa Kenya ndio muelewe vizuri. Sasa msukule ni mtu ambaye yule mtu ameuawa kwa njia ya kichawi kabla ya wakati wake, na huyu mtu hajaokoka. Kabla ya wakati wake na huyu mtu hajaokoka, huyo ndio msukule. Sasa kwa sababu huyu mtu ameuawa kabla ya wakati wake na huyu mtu hajaokoka na ameuawa kwa njia ya kichawi, yule mtu huwa apokelewi mbinguni kwa sababu number 1 hajaokoka, na number 2 kwa sababu wakati wake wa kwenda mbinguni bado haujafika. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mhubiri mlango wa 3 na mstari wa 2, maandiko yanasema kuna wakati wa kila jambo, wakati wa kuzaliwa, lakini pia wakati wa kufa. Kama kuna wakati ambao Mungu alikupangia kukuleta hapa duniani, ina maana kwamba kuna wakati kabisa Mungu ameupanga ili kwamba mwili wako upate kuwa na expiry date hapa duniani, ukue tena mwili wako uweze ukaibeba roho yako. Amekuwekea siku kabisa ili kwamba urudi mbinguni kule ambako ulitoka. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba kwa maana wenyeji wetu uko mbinguni, na kutoka huko tunamtazamia Mwokozi Yesu Kristo. Kila mwanadamu ambaye unanisikiliza mahali hapa, ambaye ulikuwa mbinguni, Mungu anatarajia siku moja urudi kule mbinguni. Lakini sasa kuna watu ambao wanakuja hapa duniani, lakini kwa sababu ya maisha yao vile wanaishi, kwa sababu ya kukaa maisha ya wokovu, kwa sababu majina yao yajaandikwa kwenye kitabu cha uzima, kwa sababu ya matendo yao mabaya, wale watu wanashindwa kurudi mbinguni pamoja na kuwa walitoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii mara nyingi inatokea kwa sababu ya kuuawa kwa njia ya kichawi ama kurogwa na wachawi. Yaani ina maana kwamba kuna mkono wa shetani ulikuwa hapo katikati ili kwamba ukakosa kurudi kule ambako ulikuwa umetoka. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Zaburi mlango wa 90 na mstari wa 10, maandiko yasema amepewa mwanadamu miaka 70 ya kuishi na akiwa na nguvu. Ina maana kwamba akiwa mwili wake uko na nguvu akaongezewa miaka. Kumbe mwili wako unaweza ukadetermine sana miaka ile ambao utaishi hapa duniani. Kama mwili wako utapigwa na magonjwa, kama mwili wako utakuwa una afya ya kutosha, ina maana kwamba hapa duniani kuna uwezekano usiishi miaka mingi, ama usiongezewe ile miaka ambayo imeandikwa kwenye kitabu cha Zaburi mlango wa 90 na mstari wa 10. Ina maana kwamba miaka 70 tayari Mungu ameshakupa, lakini kuishi hii ingine ya ziada ya kuongezewa inategemea mwili wako kuna afya kwa namna gani, kiasi kwamba ule mwili wako utaendelea kuibeba roho ndani yako, roho ambayo iko ndani yako.
ili roho iko ndani yako iendelee kuishi hapa duniani. Na ujue kwamba ukisoma kwenye kile kitabu cha Hesabu 23 na mstari wa 19, maandiko yasema Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Mungu hajawahi kudanganya. Kama amesema kwamba amekupa miaka 70 ya kuishi hapa duniani, ni bila shaka ameshakupa hiyo miaka. Kama ukifa kabla hiyo miaka 70 kama mwanadamu, ujue kwamba sio mpango wa Mungu, maana Mungu huwa andanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo ndio sasa nataka ni introduce hii aina ya uchawi ambao ni uchawi wa kuuawa kwa njia ya kichawi, ama uchawi wa kufanywa kuwa msukule. Na nimesema msukule ni mtu ambaye ameuawa kwa njia ya kichawi kabla ya wakati wake, kabla ya wakati wake, na yule mtu alikuwa hajaokoka. Sasa kwa sababu yule mtu hakuwa ameokoka, ataenda mbinguni, ina maana kwamba atalimilikiwa kwenye chumba cha kichawi, kwenye mashimo ya kichawi, kwenye mashamba ya kichawi, ili aendelee kuwafanyia kazi mpaka ile siku ambayo Mungu alikuwa amemwekea kufa ama kutoka hapa duniani ifike, ndio yule mtu sasa aende kule ambako ataenda, aidha aende kuzimu ama yule mtu aende paradiso. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna aina tofauti tofauti za mtu kufanywa msukule, ama kuna aina tofauti tofauti za mtu kuuawa kwa njia ya kichawi kabla ya wakati wake. Aina ya kwanza ni pale ambapo mchawi atatenganisha roho yako na mwili wako. Sasa ninapoongelea kuhusiana na roho yako kutenganishwa na mwili, ninaongelea kuhusiana na mtu ambaye anaishi hapa duniani, lakini ndani ya mwili wake sio yeye anaishi. Yaani kiukweli, wacha niongee hii lugha ndio itaeleweka. Yaani roho ya mtu inakuwa replaced na roho nyingine. Either unaingizwa roho ya jini ndani yako, ama roho ya mzimu, ama roho ya joka inaingia ndani yako. Hiyo ni aina ya kwanza ya msukule, kwamba huyu mtu anafanya biashara, huyu mtu anasoma, huyu mtu ni kiongozi wa taifa, lakini sio yeye anaishi ndani yake, sio roho yake inaishi ndani yake, lakini ni roho ya joka, ni roho ya mzimu, ni roho ya jini inaishi ndani yake. Roho yake imekuwa replaced na roho nyingine. Kwa hivyo huyu mtu sio yeye anaishi ndani yake, ni mwingine anaishi ndani yake. Hiyo ni aina ya kwanza ya msukule. Bwana Yesu asifiwe sana. Aina ya pili ya msukule ni pale ambapo mchawi ama shetani atakuchukua mzima mzima, anakutoa roho yako katika hii dunia na anaipeleka kuzimu na anakosa kureplace na ingine. Hapa tunasemanga kwamba huyu mtu sasa amezikwa katika kaburi, amekufa. Lakini kama itatokea wakati ule huyu mtu miaka yake ya kuishi hapa duniani haijaisha, ujue kwamba ni bila shaka huyu mtu bado anaishi, maana miaka yake bado haijaisha. Hiyo ni aina ya pili ya msukule. Lakini pia aina nyingine ya msukule ni pale ambapo mchawi ataua nafsi ya mtu. Ndio maana kuna maandiko yanasema, atafaidiwa mtu nini akipata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake. Hapa mwili na roho ziko sawa, lakini nafsi iko katika mkono wa shetani. Katika nafsi ndio kuna akili, ndio kuna hisia, ndio kuna nia. Ndio maana utaona kwamba mtu ambaye ameibiwa nafsi, mtu ambaye ameuawa nafsi yake na shetani, nafsi yake imemilikiwa na shetani, yule mtu hana maamuzi tena. Anaweza akaambiwa auwe baba yake, auwe mama yake, auwe mzazi wake, lakini yule mtu ni bila shaka atafanya kile kitendo. Aina nyingine ya kuuawa kichawi ni pale ambapo mwili wa mtu utauawa kichawi. Na hii ni story utaiangalia kuhusiana na Lazaro na yule mtu alikuwa tajiri. Lazaro alikuwa roho yake imeokoka
lakini mwili wake ulikuwa umeuawa na ule ugonjwa. Mwili wake ulikuwa umechukuliwa msukule na magonjwa na maroho za magonjwa.